Okay, hii ni The Green Voice TV Kinguruma kutoka jijini Mbeya. Msemaji wako wa makala hii ni Paul Aloisi Gaya. Leo ninakuletea habari moja ambayo inabidi ujifunze kutokana na hii habari. Makala hii nimekuletea ni lifestyle au mtindo wa maisha wa kijana wa Kijapani au watu ambao ni vijana huko Japani, hata watu wengine pia. Anasema hakika hapa kuna muhtasari wa lifestyle ya Kijapani kazini au work culture ambao unaweza kukupa picha halisi ya maisha yao ya kila siku. Cha kwanza kabisa ni nidhamu na uwajibikaji. Wajapani wana nidhamu ya hali ya juu kazini. Kijana wa Kijapani huheshimu muda sana. Kuchelewa kazini ni nadra sana. Mara nyingi kuingia kazini mapema na kutoka kazini saa za usiku, hata kama muda wa kazi umeisha. Alafu anasema namba 2, kazi kwa bidii au work ethics. Kujitolea kwa kazi ni kitu kikubwa kwa Wajapani. Wao kujitolea kazini kwao ni kitu kikubwa na wanakifanya kwa asilimia kubwa. Wengi huwa hawachukui likizo zao wakihofia kuonekana wavivu. Hivyo hufanya kazi hata wakati wa likizo, ambapo serikali imeweka likizo, wao huchukua kazi ili kuepukana na ile hali kuitwa wavivu. Sio watu wa kulala nyumbani wakati wa likizo na kudeka. Hivyo anasema hivi, kuna tamaduni ya karoshi, yani overwork mpaka kufa, ambayo imekuwa tatizo la kijamii. Wao wanafanya kazi, wana overwork, muda wa kufanya kazi kwao ni mwingi zaidi. Point ya tatu inasema hivi, maisha nje ya kazi. Wao wakiwa huko Japan au ndani ya Japan, hasa baada ya kazi, vijana huenda kwenye nomikai, yani vikao vya kunywa pombe na kula na wafanyakazi wenzao. Ni sehemu ya kuimarisha mahusiano kazini, hata kama ni ya lazima wakati mwingine. Vijana huenda gym au kujifunza skills mpya kama vile lugha ya IT, kitu ambacho kijana wa nchi zingine yeye ataenda kufanya vitu ambavyo havina tija, lakini wao wanasema huenda kujifunza skills au ujuzi mpya kama lugha au vile IT. Point hii inasema hivi, teknolojia na uaminifu. Vijana wa Kijapani huenda kutumia teknolojia kutoka simu za kisasa hadi AI na robotics. Na kingine anasema wengine wanafanya kazi kwenye startups au kama freelancers kwa njia ya kidigitali. Na kingine anasema muonekano wa mavazi. Lifestyle wa Japani kwenye muonekano wa mavazi, anasema kazi nyingi zinahitaji mavazi rasmi, suti nyeusi, tai na viatu vya ngozi. Hivyo ukiona vijana wa Kijapani wamevaa suti, wamevaa tai nyeusi, hivyo ujue ni utamaduni wao na kwenye nchi yao ndivyo walivyojiwekea utaratibu. Lakini kwa kampuni za ubunifu wa IT, mavazi yao ni casual kidogo. Watu wa IT hao. Point ya 6 nasema hivi, maisha ya kijamii na changamoto. Ni vigumu kwa vijana kupata muda wa maisha binafsi kutokana na kazi nyingi. Uchumba, kuoa huahirishwa mpaka mtu awe stable, awe imara. Mtu au kijana wa Kijapani haoi mpaka awe stable, yani uchumi wake uimarike. Hakikisha ana vitu vya kutosha, yani resources au rasilimali za kuweza kulea mke au kuleana pamoja na kulea watu na kuendeleza familia zao. Kwa sababu hiyo baadhi ya vijana wanahisi upweke na msongo wa mawazo. Okay? Lazima vijana wa kazi za kawaida, yani blue collar jobs, mfano supermarket, delivery, cleaning, construction. Anasema maisha yao ya kazi, wanaanza kazi mapema saa 12 mpaka kuanzia saa 12 mpaka saa 8, wengine hadi usiku. Kazi nyingi ni za mkataba, yani part time au muda mfupi. Wanafanya kazi kwa bidii na kufuata maagizo kwa uaminifu mkubwa. Wanafanya kazi zaidi ya moja ni kujikimu, mfano asubuhi supermarket, jioni delivery. Anafanya kazi moja na kujikimu, na hao wanafanya kazi 2 kwa wakati moja kwa siku moja. Mavazi au muonekano. Uniform ni ya lazima kazini. Uvaa maski na gloves kwa usafi. Wanajali sana usafi wa mwili na heshima kazini. Changamoto yao ni kitu gani? Anasema mishahara ni ya wastani au midogo. Wanajikaza kupata elimu au kujiendeleza upande wa skills. Baadhi ya hufanya kazi za aina hii hujisomesha au wakisubiri nafasi bora. Okay? Anasema vijana wa kazi za ofisini au white collar jobs, mfano kampuni, bank, IT, serikali. Maisha ya kazi, wanafanya kazi kwa muda mrefu sana, asubuhi mpaka usiku. Wanahudhuria mikutano mingi, wanatumia barua pepe nyingi na kuripoti kwa wakubwa. Utii, ushirikiano wa timu na heshima
kwa wakubwa ni muhimu sana. Baada ya kazi kuna vikao vya lazima vya kijamii, yani nomikai. Mavazi yao, asema wanaume suti nyeusi, tai, viatu vya ngozi, wanawake sketi ndefu au suruali rasmi, rangi za staha. Kuna nidhamu ya mavazi kazini. Changamoto, pressure kazini ni kubwa, kulinda heshima kampuni ni muhimu kuliko maslahi binafsi. Baadhi ya kuchelewa kuoa au kuolewa na kupata watoto kwa sababu ya ratiba ngumu. Wanajitahidi kupanda vyeo lakini ushindani ni mkubwa mno. Kwa jumla wa Japani, hasa vijana, wana moyo wa kazi, nidhamu ya kujitolea, wanajitahidi kutunza heshima binafsi na ya kampuni. Changamoto kubwa ni stress, muda mdogo wa maisha binafsi na mahitaji ya jamii. Okay? Nishi hapa, msomaji wako ni Paul Alois Mgaya kutoka The Green Voice TV. Asante sana. Usikose kusubscribe hii channel ili tukuletee makala nyingi zaidi, ujifunze kutoka kwa Japani. Kwa Japani tunaona wameendelea sana, wamekuwa ni watu ambao ni mfano duniani kwa viwanda. Ukiona magari ya